Mheshimiwa Waziri, tulitumia mbinu 8 katika ili kuweza kupata data na kuweza kuzichakata. Mbinu ya kwanza ilikuwa ni kupitia tafiti, maandiko mbalimbali, sera na sheria na kanuni mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo ya biashara na uwekezaji nchini Tanzania. Kwa hivyo tulipitia sera 8, lakini tulipitia na sheria 7 ambazo zote zinaangalia masuala ya biashara, uwekezaji pamoja na ardhi. Lakini pia tulichambua mikataba ya kimataifa, mikataba ile ya uwili, mikataba ya eneo huru la biashara barani Afrika na mikataba yote katika maeneo ya biashara huru. Pia tulipitia na makubaliano ya kibiashara katika jumuiya za maendeleo kusini mwa Afrika. Pia tulipitia na taarifa zote zilizochapishwa kuhusiana na swala hili. Pia Mheshimiwa, njia ya pili ambayo tuliitumia ni kukusanya na kuchakata data kutoka kwenye taasisi 8 ambazo zinahusika katika kutoa leseni na vibali vya uwekezaji, biashara, kazi na ukaazi. Pia tulifanya mahojiano na makundi mbalimbali ya wafanyabiashara, pia na wafanyabiashara na jumuiya mbalimbali ambazo tulikutana nazo pale CB, lakini nyingine tulikutana nazo kule Kariakoo. Mheshimiwa, mbinu ya 5 ilikuwa ni kufanya uchunguzi na ukaguzi katika maeneo 110 ya biashara, soko la madini Dar es Salaam, viwanda na magara katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hivyo tulipitia maduka 75 Kariakoo. Pia tulipitia maduka ya madini 8 katika soko la madini jengo la NHC lililopo mtaa wa Samora. Tulipitia viwanda 11, magala 12 na hoteli 4 ambazo ziko katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Lakini pia tulipata uzoefu kutoka nchi nyingine, na hii tulipitia uratibu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Hivyo tulipata taarifa za uzoefu kuhusiana na jambo hili kutoka nchi za Uganda, Msumbiji, Burundi, Afrika Kusini, Botswana, Malawi, Rwanda, Kenya na Malaysia. Lakini pia tulipitia sheria za Zimbabwe na Lesotho kuhusiana na jambo hili. Njia ya 7, Mheshimiwa Waziri, tulifanya utafiti kwenye njia ya mtandao. Sasa hivi Mheshimiwa, kutokana na mabadiliko ya teknolojia, biashara nyingi zimehamia mtandaoni. Hivyo tulibaini uwepo wa maduka 51 ya biashara mtandao, na pia tulifanya mahojiano na Mamlaka ya Mawasiliano TCRA pamoja na TRA. Pia baada ya hapo mbinu nyingine ilikuwa ni kuchakata hizi data na kuweza kuandaa ripoti hii ndani ya siku 30. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi, kamati imebaini kuwa Tanzania imekuwa ni kimbilio la wageni kuja kuishi na kuwekeza na kufanya biashara nchini kutokana na amani, utulivu wa kisiasa na jiografia ya Tanzania, kwa kuwa na bandari na kuunganishwa na nchi nyingi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Pia serikali imefanya juhudi kubwa katika kuitangaza nchi yetu pamoja na fursa za utalii na uwekezaji zilizopo, na hivyo kuvutia wageni kutoka katika nchi mbalimbali kuja nchini, na uwepo wa wageni wengi katika nchi yetu ni baraka na fursa kwa Watanzania na kuweza kushirikiana na wageni katika kufanya biashara na kuwekeza katika sekta mbalimbali. Hata hivyo, katika kufanya utafiti huu, kamati tulibaini kuwa kuna ukubwa wa tatizo la wageni kufanya biashara na ajira zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa. Uchunguzi na utafiti wa swala hili umebainisha kwamba ni kweli kuna changamoto ya wageni kufanya biashara zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa, hususan katika eneo la Kariakoo ambao tulitumia kama eneo la mfano au case study. Mheshimiwa Waziri, tulibaini kwamba wafanyabiashara wa kigeni wamekuwa wanafanya biashara ambazo zinadhaniwa zingeweza kufanywa na wazawa katika uzaji wa jumla na reja wa bidhaa kama vipuli vya pikipiki, vifaa vya kielektroniki, nguo na mavazi, vyombo vya nyumbani, mapambo ya nyumbani na vifaa vya ujenzi. Lakini pia wamekuwa wamejikita zaidi kufanya biashara ya uendeshaji wa michezo ya kubahatisha, huduma za wakala wa forodha, usafirishaji wa mizigo na vifurushi, pamoja na huduma za ukopeshaji. Na hizi data tulizipata kutoka kwenye taasisi zetu, lakini pia na mahojiano na wafanyabiashara pamoja na timu ile ya uchunguzi. Taasisi nikimaanisha data kutoka BRELA na halmashauri ya jiji. Pia wageni wengi wanajihusisha na biashara ya kuuza bidhaa kwa jumla na rejareja kama wanavyofanya wazawa.
Kutokana na taarifa ya ukaguzi na uchunguzi uliofanywa kwenye maduka 75, hapo awali nilisema tulitembelea maduka 75, Mheshimiwa Waziri, yaliyopo Kariakoo, ilibainika kuwa maduka hayo yameajiri wageni 152 ambapo wageni 148, yani 97%, wanajihusisha na uuzaji wa bidhaa za rejareja. Hii ni uchunguzi ambao tulifanya ndani ya siku 30 wakati kamati ikiendelea na kazi yake. Pia katika matokeo mengine, kamati ilibaini kuwa kuna baadhi ya wageni wanafanya biashara na kazi tofauti na vibali vyao vya kuishi na kufanya kazi nchini. Mheshimiwa Waziri, kama nilivyosema hapo awali, tulitembelea maduka 75 ambako ilibainika kuwa kuna wageni 152 wanaofanya biashara na kati yao wageni 28, yani 16.4%, wanafanya kazi isivyo kihalali kulingana na maelekezo ya vibali vyao. Pia katika ukaguzi na uchunguzi uliofanyika katika maghala 11 mkoani Dar es Salaam, ilibainika kuwa kati ya wageni hao 3 walikuwa wanafanya kazi tofauti na masharti ya vibali vyao, hivyo kuleta jumla ya wageni 31 ambao walikuwa wanafanya kazi kinyume na au tofauti na vibali vyao vya kuishi na kufanya kazi nchini. Na kamati wageni walikabidhiwa kwa idara ya uhamiaji, ambazo hatua stahiki zilichukuliwa, na katika hatua hizo wageni 28 waliondolewa nchini. 24, naomba kurudia. Katika kazi hii wageni 31 hatua stahiki zilichukuliwa na idara ya uhamiaji na wageni 24 waliondolewa nchini wakati kamati ikiendelea na kazi yake. Pia kamati ilibaini kuwa wageni kuingia nchini kwa kigezo cha utaalamu na kuishia kufanya kazi zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa. Kamati ilibaini kuwa baadhi ya wageni wanafanya kazi ambazo hazihitaji utaalamu kubwa na zingeweza kufanywa na wazawa. Katika ukaguzi na uchunguzi kwenye viwanda 11 vilivyoajiri wafanyakazi wageni 106 na wazawa 778, kamati ilibaini kuwa raia wote wa kigeni 106 walioajiriwa kwenye viwanda hivyo wanafanya kazi kama mafundi wa kawaida, na hizo kazi zinadhaniwa zingepaswa kufanywa na wazawa. Pia Mheshimiwa Waziri, kamati ilibaini pia uwepo wa miradi mingi ya uwekezaji wa wageni ambayo haijasajiliwa katika kituo cha uwekezaji TIC, lakini tayari wameshasajiliwa BRELA na wameshasajili kampuni zao BRELA. Mheshimiwa Waziri, uchambuzi wa kamati umeonyesha kuwa asilimia ndogo sana, asilimia 9.2 au makampuni 866, kati ya makampuni ya wageni 9380 yaliyosajiliwa BRELA. Haya makampuni ndio ambayo yamewekeza, ni kampuni za kigeni ambazo zimewekeza Tanzania zinapitia mfumo wa TIC. Yaani katika kampuni zile 9380 zilizosajiliwa BRELA ni asilimia 9.2 tu ndo ambazo zimesajiliwa TIC. Hali hii inaashiria uwepo wa mianya inayoruhusu wageni kusajiliwa kampuni na kufanya biashara zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa bila ufuatiliaji wa kutosha, na kusababisha ushindani usio sawa kwa wazawa na upotevu wa mapato ya serikali. Mheshimiwa Waziri, katika mahojiano na wafanyabiashara na wadau mbalimbali, kamati ilibaini pia wageni wanauza bidhaa kwa bei ya chini, hivyo kupunguza uwezo wa wazawa kuhimili ushindani wa soko. Lakini pia tulibaini udhaifu katika utaratibu wa upangishaji wa wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, wageni wanaondoa wazawa katika maeneo ya biashara waliopanga kwa kutoa pesa nyingi kuliko wazawa kwa kulipa kodi kubwa na matumizi ya malipo ya ziada yanayojulikana kama kilemba. Yaani wafanyabiashara wageni wanalipa malipo ya ziada na hivyo kuweza kumuondoa mfanyabiashara mzawa katika eneo la soko, na hii mifano tulipata zaidi kwenye soko letu la Kariakoo. Lakini pia kamati ilibaini kuna mapungufu katika mikataba ya upangishaji. Mheshimiwa Waziri, ukaguzi ulibaini kuwa maduka yote 75 yanayomilikiwa na wageni yanamilikiwa na wageni waliopangishwa na wenyeji, ambapo baadhi wana mikataba halali, wengine wanatumia mikataba ya ofisi zao kutoka maeneo mengine, na baadhi hawakuwa na mikataba wakati wa ukaguzi. Mheshimiwa Waziri, kamati pia ilibaini baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni kushikilia mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya biashara. Mheshimiwa Waziri, hili tulilibaini kwenye mahojiano na wafanyabiashara kwamba wafanyabiashara wa kigeni wanamiliki mnyororo wote wa thamani tangu bidhaa zinapoingizwa nchini hadi kuuzwa kwa mlaji wa mwisho, kwa kuwa wafanyabiashara wa kigeni wanaagiza mizigo, kuitoa mizigo hiyo bandarini, na pia kusafirisha kwenda kwa wateja na kwa walaji kwa kutumia kampuni zao za usafirishaji bila ushiriki wa wazawa.
Mheshimiwa Waziri, pia kamati ilibaini biashara za wageni kusajiliwa kwa vitambulisho vya wazawa. Katika mahojiano na wadau na wafanyabiashara, kamati ilibaini kuwa kuna baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanasajili biashara zao kwa mgongo wa wazawa kwa kutumia vitambulisho vyao vya taifa, yani NIDA na namba ya mlipa kodi, yani TINI. Na hata hivyo wazawa waliosajili kampuni hizo ni wafanyakazi tu na hawana mamlaka yoyote. Kwa hiyo wazawa wanatumika kama wafanyakazi, lakini pia ndo wanakuwa wamiliki, lakini ukija wamiliki halali wanakuwa wafanyabiashara wa kigeni. Mheshimiwa Waziri, pia kamati ilibaini baadhi ya wageni wanafanya biashara mtandaoni bila kuwa na usajili wala leseni, na hivyo kushindwa kufuatiliwa na kukwepa kodi. Kutokana na mabadiliko ya teknolojia, kamati ilipitia kwenye mitandao ili kuweza kubaini maduka na majukwaa tofauti yanayofanya biashara. Kamati ilibaini kuwa kati ya maduka 29 yanayofanya biashara mtandaoni, maduka yote 29 hayakuwa na leseni za biashara na maduka 27, yani 93.1, hayana usajili. Pia kati ya majukwaa ya biashara mtandaoni 14, majukwaa 12, yani 85.7, hayakuwa na usajili wala leseni za biashara. Pia katika zoezi la ununuzi uliofanywa na kamati, pia kamati ilienda kufanya ununuzi wa bidhaa 10 kutoka kwa wauzaji 10. Ilibainika kuwa wafanyabiashara 8, yani 80%, hawakutoa risiti. Aidha, kati ya wawili waliotoa risiti, mmoja alitoa risiti ya kugushi kwa mujibu wa uthibitisho kutoka TRA. Na Mheshimiwa Waziri, hii listi nzima ya wafanyabiashara haya maduka 29 na majukwaa ya mtandaoni 14 tumeshakabidhi BRELA kwa ajili ya hatua stahiki ili ziweze kuchukuliwa. Mheshimiwa Waziri, pamoja na ushiriki wa wafanyabiashara wageni na wazawa katika biashara na kazi za uzalishaji hapa nchini, kumekuwa na athari chanya na athari hasi. Athari chanya ni kama tumeona kumekuwa na ongezeko la ajira. Pia tumekuwa na ongezeko la viwanda na teknolojia. Mapato ya serikali yatokanayo na kodi na tozo yameongezeka, lakini pia machaguo kwa ajili ya walaji na bei rafiki. Ila pia hasari hasi kumekuwa na kupungua uwezo wa wafanyabiashara wazawa kuhimili ushindani kama nilivyoeleza hapo awali, lakini uwepo wa mianya ya kupotea mapato ya serikali hususan katika biashara zinazofanyika mtandaoni. Lakini pia wafanyabiashara wengi wamekuwa hawatumii mifumo ya kibenki kupokea na kufanya malipo katika biashara zao. Hii ni kwa mujibu wa mahojiano, ilielezwa kwamba wafanyabiashara wa kigeni wanafanya malipo kwa kubadilishana bidhaa. Sababu zizo pia Mheshimiwa Waziri, sababu zinazochangia wageni kupewa vibali na leseni kwa kazi na biashara zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa zipo nyingi, lakini mojawapo ni pamoja na sheria zetu kutoainisha bayana aina ya biashara na ajira ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Mheshimiwa Waziri, kamati ilikuja na mapendekezo na hatua za kuchukua za muda mfupi na za muda mrefu. Katika mapendekezo ya kuchukua ya muda mfupi, yani ndani ya miezi 6, kamati inapendekeza yafuatayo. Inashauri ofisi ya Rais TAMISEMI kuanzisha kanda maalum kupitia mkoa wa Dar es Salaam, kuanzisha kanda maalum ya biashara Kariakoo pamoja na Kanzidata. Kamati inapendekeza Mheshimiwa Waziri, eneo hilo litengwe na kupewa hadhi ya eneo maalum la biashara na kuwa na Kanzidata wafanyabiashara wote. Kutenga maeneo ya biashara za jumla na rejareja na kuwa na kituo cha utoaji wa huduma za serikali, yani one stop center, ambazo taasisi zote zinazohusika zitakuwepo eneo hilo ili kuweza kuhudumia wafanyabiashara eneo la Kariakoo. Pendekezo la pili, kamati inapendekeza kuunganisha na kuwezesha mifumo ya taasisi kusomana na kubadilishana taarifa. Mheshimiwa Waziri, kamati inapendekeza ili kurahisisha udhibiti wa usajili, leseni na vibali vya uwekezaji, kazi na ukaazi, taasisi za serikali kama TIC, BRELA, idara ya uhamiaji na idara ya kazi zihakikishe mifumo yao imeunganishwa na inasomana ili kubadilishana taarifa na kuthibitisha nyaraka wakati wa usajili, utoaji wa leseni na vibali vya uwekezaji, biashara, kazi na ukaazi. Pia kamati inapendekeza idara ya uhamiaji ihakikishe mfumo wake ule wa elektroniki unaboreshwa na udhibiti ufike hadi maeneo ya hoteli, nyumba za wageni na serikali za mitaa ili kuweza kusaidia kufuatilia na kudhibiti mwenendo wa wageni wanapokuwa ndani ya nchi.
Pia Mheshimiwa Waziri, kamati inapendekeza au inashauri ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia mkoa wa Dar es Salaam inashauriwa kukamilisha ile zoezi ambalo tayari limeshalianza la kupunguza wafanyabiashara wadogo wenye meza ambao waliozidi katika eneo la Kariakoo kwenda eneo la wazi la Dati mtaa wa Lindi kwa muda wakati wanasubiri ujenzi wa soko la Jangwani. Eneo hilo linatarajiwa kuchukua wafanyabiashara wadogo 4800, yani 82.7% kati ya wafanyabiashara wadogo 5800 wenye meza Kariakoo. Mwenyekiti, na hii taarifa tulipewa kutoka ofisi ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba ilitolewa zoezi walishalianza, kwa tuko tunashauri waende kulikamilisha. Mheshimiwa Waziri, pia tunashauri wizara yako ya viwanda na biashara, ofisi ya Rais TAMISEMI na BRELA wafanikishe uwepo wa dirisha moja la utoaji wa leseni za biashara zote nchini bila kuathiri mapato ya kila mamlaka ya utoaji leseni. Hii itawezesha urahisi wa upatikanaji wa huduma kwa wafanyabiashara na kanzidata ya leseni zote nchini. Pendekezo lingine, Mheshimiwa Waziri, ni kufanya ukaguzi wa pamoja wa taasisi, na hili tumeliona tulivyokopa kwenye lile zoezi za siku 30. Tulikuwa tunaenda, mamlaka zote zilikuwa zinaenda kwenye ukaguzi na lilileta ufanisi mkubwa. Kwa hivyo tunapendekeza ukaguzi wa pamoja wa taasisi na mamlaka zinazohusika na usajili wa biashara na utoaji wa leseni na vibali kwenye eneo la Kariakoo, lakini na miji yote mingine nchini. Hizo taasisi ni kama TIC, BRELA, idara ya uhamiaji na idara ya kazi. Na hili zoezi tunapendekeza Mheshimiwa liweze kuratibiwa na idara ya uhamiaji na idara ya kazi. Mheshimiwa Waziri, pendekezo jingine, tunashauri wakala wa usajili wa biashara na leseni, yani BRELA, ianzishe na kutunza kanzidata ya shughuli za biashara zote nchini kuanzia biashara ndogo mpaka kubwa. Mheshimiwa Waziri, pia kamati inapendekeza utoaji wa elimu kwa wafanyabiashara wazawa na wageni. Taasisi kama TIC, BRELA, idara ya uhamiaji na idara ya kazi zitoe elimu kuhusu uzingatiaji wa sheria na kanuni za nchi katika ufanyaji wa biashara na madhara ya kutumia nyaraka za kugushi au za mtu mwingine katika kuendesha biashara na kuishi nchini. Lakini vyuo vinavyotoa elimu ya biashara viimarishe mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa wafanyabiashara na kuwajengea mafunzo elimu ya mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wanaosoma biashara ili kuendana na mabadiliko ya kibiashara na teknolojia duniani. Pia mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade inashauriwa waimarishe huduma za ushauri wa biashara, kliniki ya biashara na intelijensia ya biashara ili kuweza kuwasaidia wafanyabiashara wetu. Mheshimiwa Waziri, ofisi ya Rais TAMISEMI inashauriwa iimarishe kamati ya ulinzi ngazi ya kata na mitaa kwa kuwawezesha wenye viti na watendaji wa serikali za mitaa kuwa na daftari la usajili, yani register ya wageni na wapangaji wote katika maeneo yao, na hilo daftari liunganishwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa mfumo wa idara ya uhamiaji. Hii itasaidia Mheshimiwa Waziri, mgeni akishafika ndani ya nchi akienda eneo la ukaazi aweze kufahamika ili kuweza kufuatilia mienendo ya wageni wakiwepo ndani ya nchi. Mheshimiwa Waziri, pendekezo jingine, idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na jeshi la polisi na serikali za mitaa waimarishe ufuatiliaji wa wageni baada ya kuingia nchini. Ufuatiliaji wa mara kwa mara ufanywe na taasisi husika ili kuweza kubaini shughuli wanazofanya kama zinaendana na vibali vyao. Mheshimiwa Waziri, katika kupitia pia sheria zetu tuliainisha maeneo ambayo itakuwa vizuri yakifanywa marekebisho ili kuboresha mazingira ya biashara baina ya wageni na wazawa kwa kubainisha bayana biashara na ajira ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Sheria hizo zinazopendekezwa ni kama ifuatavyo. Tunapendekeza Mheshimiwa Waziri, sheria ya uwekezaji namba 10 ya mwaka 2022 irekebishwe ili kituo cha uwekezaji TIC kiweze kuratibu na kusimamia masuala yote ya uwekezaji wa wageni bila kujali kama mwekezaji anahitaji manufaa, yani incentive. Lakini pia kutokana na mahojiano tuliofanya, wafanyabiashara walipendekeza pia na kile kiwango cha usajili kiongezwe kwa wafanyabiashara wa kigeni. Pia sheria ya leseni ya biashara sura 101 irekebishwe ili kuainisha aina za biashara zinazopaswa kufanywa na wazawa pekee. Pia 3, sheria ya uhamiaji sura 54 irekebishwe ili kuzingatia sekta au aina ya biashara zitakazobainishwa na sheria ya leseni ya biashara sura 101 ambazo zitafanywa na Watanzania pekee. Pia kuongeza kiwango cha chini cha faini cha sasa, na kosa la kuzidisha muda wa kuishi nchini adhabu yake itozwe kwa kila siku iliyozidishwa na mgeni kwenye kifungu 45 cha pili. Pendekezo la 4 kwenye swala la kisheria,
Tunapendekeza utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa ajira ya wageni sura 436. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana anashauriwa achukue hatua ya kubainisha kada adimu nchini ambazo wanaweza kufanya wageni. Pia eneo la mwisho kwenye masuala ya kisheria, tunapendekeza kutungwa sheria mpya ya biashara mtandaoni, yani e-commerce, ili kuratibu na kudhibiti biashara zinazofanyika katika njia ya mtandao. Pia tunapendekeza kufanyika kwa uchunguzi na utafiti wa kina ili kubaini athari kamili za michezo ya kubahatisha. Mheshimiwa Waziri, katika mahojiano mbalimbali ilionekana kwamba vijana wengi wanajihusisha na hii michezo ya kubahatisha. Sasa tunashauri taasisi za elimu ya juu zifanye uchunguzi na utafiti wa kina ili kubaini athari kamili za michezo ya kubahatisha kwa vijana, ikiwa ni pamoja na athari za kifedha, kisaikolojia na kijamii. Hapo ndo mwisho wa mapendekezo ya muda mfupi. Naenda kwenye mapendekezo ya muda mrefu. Kamati inapendekeza hatua zifuatazo zitekelezwe katika kipindi cha muda mrefu kuanzia kipindi cha miezi 6 na miaka 2 ili kuondoa changamoto zilizopo. Hatua zinazopendekezwa ni pamoja na inashauriwa ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye ulemavu ikamilishe sera ya polisi ya taifa ya ushiriki wa wazawa katika uchumi, yani National Local Content Policy. Kuwepo kwa sera hiyo sambamba na mikakati madhubuti ya kuwawezesha wazawa kushindana sokoni kutasababisha wazawa kukua na kushiriki kikamilifu katika biashara na uchumi wa nchi. Pia inashauriwa Wizara ya Viwanda na Biashara ipitie na kurekebisha sera ya maendeleo ya biashara ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2023 ili iainishe aina ya biashara ambazo wageni hawapaswi kufanya. Pia katika mapendekezo ya muda mrefu inashauriwa Wizara ya Viwanda na Biashara ipitie na kurekebisha sera ya taifa ya masoko ya mazao ya kilimo ya 2003 ili kuwezesha mazao ya mifugo na kilimo kuwa shindani. Aidha, sera iweze kutoa udhibiti wa bei na namna ya ununuzi wa mazao ya kilimo na mifugo kupitia masoko maalum. Pia sera ipanue wigo wa kuangalia masoko yote. Pia inashauriwa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi ipitie na kurekebisha sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya 2000 ili iweze kutoa vigezo vya kodi vya pango, kuratibu upangishaji na utendaji wa madalali, ikiwa ni pamoja na mafunzo na pia madalali waweze kusajiliwa. Mheshimiwa Waziri, pia pendekezo Wizara ya Viwanda na Biashara ipitie na kurekebisha sera ya taifa ya maendeleo endelevu ya viwanda ya mwaka 1996 ili kushughulikia uhaulishaji wa teknolojia kutoka kwa mwekezaji wa nje kwenda kwa wazawa, ili kuwezesha wazawa kuzalisha bidhaa shindani, ili kuwezesha bidhaa za Tanzania kuuzika katika masoko ya nje. Pendekezo namba F, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi inashauriwa ipitie na kurekebisha sera ya taifa ya ardhi ambayo nadhani leo inazinduliwa sera mpya, ili kuepusha migogoro ya ardhi isiyo ya lazima, kuweka uratibu utengwaji wa maeneo maalum ya uwekezaji ili kuleta ufanisi wa uwekezaji. Mheshimiwa Waziri, pendekezo jingine inashauriwa ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye ulemavu iandae sera ya maendeleo ya sekta binafsi. Uandaji wa sera hii utasaidia kuratibu uendeshaji wa kongani za sekta binafsi na kukuza mashirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, kutahakikisha wafanyabiashara wanajiunga kwenye mfumo rasmi wa wanachama wa pamoja, yani universal membership, na itasaidia upatikanaji wa fursa za biashara na masoko, elimu na ushauri wa kibiashara. Pia pendekezo jingine, Mheshimiwa Waziri, tunapendekeza kuanzisha mfuko kwa ajili ya kuwapa wafanyabiashara mikopo ya muda mrefu na yenye riba nafuu. Inapendekezwa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC kuanzisha mfuko ulioainishwa katika Sheria ya Taifa ya Uwezeshaji Kiuchumi namba 16 ya mwaka 2004 kwa ajili ya kukopesha wafanyabiashara wazawa kwa riba nafuu na kwa muda mrefu. Pia Benki Kuu ya Taifa inashauriwa ifanyie kazi swala la utoaji wa mikopo yenye riba nafuu na ya muda mrefu ili kuwezesha wafanyabiashara wazawa kuweza kushindana sokoni. Pia inashauriwa Shirika la Viwango Tanzania TBS liimarishe udhibiti wa bidhaa za chakula zenye lugha tofauti na Kiingereza au Kiswahili na kudhibiti ubora na bei za bidhaa hizo sokoni.
Pia inashauriwa Wizara ya Fedha ipitie kanuni za fedha ili kuweka gharama rafiki za matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kufanya malipo, yani cashless transaction. Hatua hii itasaidia kufuatilia miamala ya wafanyabiashara kwa uwazi zaidi, kupunguza ukwepaji wa kodi na kuongeza mapato ya serikali. Aidha, mfumo huu utarahisisha biashara, kuboresha usalama wa fedha na kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali nchini. Pia Ofisi ya Rais TAMISEMI inashauriwa itenge maeneo mengine ya biashara nje ya Kariakoo na kujenga masoko ya kisasa ili kupunguza msongamano wa wafanyabiashara na wateja, kuimarisha ushindani wa kibiashara na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa. Mheshimiwa Waziri, pia tunashauri Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara zirasimishe sekta ya mawakala na upangishaji na utoaji wa huduma saidizi za sajili na uombaji wa leseni na vibali ili kupunguza uwasilishaji wa nyaraka za kugushi na upandaji holela wa bei za upangishaji. Mheshimiwa Waziri, baada ya kumaliza mapendekezo haya, kamati ilikutana na changamoto nyingi wakati tunafanya kazi ile ya uchunguzi, na hizi changamoto lakini hazikuweza kuzuia utendaji wa kamati, ila tulipata changamoto kama kupigiwa simu. Kwa tutakabidhi ripoti ya siri kwa ajili ya hatua zako stahiki. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, kamati inapenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea na juhudi zake za kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara nchini, uboreshaji wa miundombinu, urahisishaji. Mheshimiwa Daktari Suleiman Hassan Serera, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, naomba nitambue uwepo wa Profesa Roga ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wetu wa kamati hii. Naomba nitambue wajumbe wa kamati yote ya kufuatilia swala hili muhimu la mahusiano, la mchakato, biashara zinazofanywa baina ya wageni wa Tanzania kwa ujumla, watumishi wengine wa serikali mlikuwepo humu, secretariat, wanahabari wetu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye ametuwezesha leo hii siku ya Jumatatu tumekutana hapa kwa ajili ya kupata taarifa ya timu ya wataalamu ambayo walifanya kazi hii ya kutathmini mazingira ya biashara baina ya Watanzania ama wazawa na wageni. Nikushukuru sana Profesa Eda Tandiroga kuiongoza timu hii ya wataalamu ambao leo hii mmetufikishia taarifa hii ambayo ni jukumu la serikali sasa tuweze kuangalia jinsi gani taarifa hii itaweza kutekelezwa. Niwapongeze wajumbe wa kamati kwa kazi kubwa mlioendelea kuifanya. Lakini kubwa tumpongeze sana na tumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa maelekezo yake na kazi kubwa anayofanya kwa ajili nchi yetu hii isonge mbele katika upande wa maendeleo. Nakumbuka Mheshimiwa Rais ni yeye aliguswa kwanza na kilio cha wafanyabiashara wa Kitanzania ambao imeonekana kwamba biashara zao zikipata changamoto kubwa sana na maingiliano, mahusiano baina ya wageni na wazawa. Mheshimiwa Rais mara kadhaa ameweza kutoa maelekezo na wizara yetu iliweza kuhakikisha jambo hili linafanya kazi kwa vitendo ama serikali kwa ujumla. Ndio maana tumeunda timu hii ambayo imekuwa na watu shirikishi na wabobezi katika maeneo mbalimbali. Nishukuru sana. Combination yetu imetusaidia sana kupata taarifa hii ambayo mtu hawezi kuamini ndani ya kipindi cha mwezi mmoja mngekuja na taarifa kama hii nzito, ina mambo mengi kwa maslahi ya taifa. Hongereni sana sana na kamati. Huu ndio uzalendo unaotakiwa kwa Watanzania. Ni uzalendo ambao tuna kila sababu tuuenzi na tuhakikishe kwamba tuheshimu uzalendo wa huu. Katika kipindi cha mwezi mmoja ilikuwa sio jambo rahisi. Ninyi wanakamati mngeweza kufanya kazi hii kubwa. Ninafahamu hamkulala. Ninafahamu mmekutana na mambo mengi katika jambo hili. Na inawezekana nafahamu wengine inawezekana walitamani watoke katika kamati hii.
Mimi naamini wakati mnafanya kazi hii, wengine inawezekana waliona mzigo mzito sana, asibebe lawama. Lakini niwashukuru sana wote nilivyowateua, wote mlifanya kazi kwa maslahi mapana taifa hili. Hongereni sana sana wanakamati kwa kazi hii kubwa mlioifanya. Kamati hii imepokea mapendekezo kadhaa. Imeleta mapendekezo kadhaa. Mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Lakini ukiainisha baadhi ya changamoto mbalimbali. Na taarifa hii inaonyesha kwamba jambo lililokuwa linalalamikiwa ni jambo la kweli. Tumebaini kwa mfano, taarifa inaonyesha idadi ya magodauni ambayo yalitembelewa, lakini iliwakuta watu ambao magodauni haya yanafanya kazi si sawasawa watu wa kigeni. Lakini mlitembelea maduka, mlibaini wafanyakazi wengi ambao wengine wanafanya biashara kinyume na taratibu. Nishukuru sana kamati hii. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi, na ndio maana combination yake tuliunda kwa makusio maalum. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi kwa kisha mnakamilisha taarifa, lakini hata hivyo hamkusita kuchukua hatua. Tumesikia takribani watu 31 waliobainika, lakini karibuni watu 24. Watu hao wote walitolewa hapa mchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Hamkutaka kusubiri. Ndio maana ya kwamba timu hii ilikuwa imekamilika vizuri. Vyombo vyote viko hapa na kutoa taarifa, na majukumu haya kwenda vizuri. Nishukuru sana wale waliobainika na kuonekana kwamba hawafai, hawastahili kutoka hapa nchini. Takribani watu 24 wameweza kuondolewa hapa nchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Lakini nishukuru maeneo mliobainisha, na hasa mlivyotembelea wafanyabiashara na mkabaini kwamba biashara zingine japo zinaonekana ni za wageni, lakini usajili wake umefanyika na Watanzania. Credentials zao za Watanzania wameweza kuzitoa, vitambulisho vyao vile vya NIDA na vitu vingine vya kuwawezesha baadhi ya watu wakafanya biashara kinyume cha taratibu. Na hili ni changamoto kubwa la uzalendo kwetu sisi wa Tanzania. Vijana wa Kitanzania unatumika katika mazingira kama hayo, lakini kuihujumu nchi yako. Lakini hili maana yake ni nini? Ni ishara mbaya. Ishara hii ni kwamba mtu anaweza kabebeshwa hata dawa mzigo wa madawa ya kulevya kwa maslahi ya mtu mwingine. Unatoa uhai wako, thamani yako na utu wako kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo kamati niwashukuru sana kwa hii kazi kubwa mliofanya. Mmekuja na taarifa ya kina sana, na hii taarifa naomba niambie, miongoni mwa taarifa nzito za nchi hii. Ni taarifa nzito sana. Ni taarifa nzito sana. Najua hapa mwenyekiti umetupa executive summary ufupi tu, lakini mambo mengi yako katika taarifa hii. Niwashukuru sana kwa hii kazi kubwa mmeifanya, na hakika imani yangu kubwa tutahakikisha mambo haya tunaenda kuyasimamia vizuri, na mwisho wa siku wafanya biashara wa Tanzania waweze kunufaika na nchi yao. Niwashukuru wajumbe mmoja mmoja. Kwa mfano, nimshukuru mwenyekiti wa wafanya biashara taifa, kakangu, najua amemisi sana. Huyu yuko pale Lindi, lakini amesacrifice ndani ya mwezi mmoja kutumia muda wake kuhakikisha yuko ndani ya kamati. Maana wengine sisi ni watu wa serikali. Huyu kwake Lindi, kwa maslahi ya wafanyabiashara wa Tanzania wote, aliamua kuhakikisha ndani ya kamati hii mmekesha naye, mmehangaika naye. Nimshukuru ndugu yangu mwenyekiti wa wafanyabiashara Kariakoo. Manake hii dude la Kariakoo ndio linamhusu, na kakangu Ali pale, wote linawahusu. Severin, Mushi na Ali, wote linawahusu. Lakini walichukua muda wao kuhakikisha jambo hili, na wao wana contribute katika kamati hii kupata mambo haya ambayo yamebainika leo hii. Sasa kama ni nchi tumeweza kupata yale ambayo yanajiri. Kwa kweli naomba niwaambie, kwa taarifa hii kuna mambo mengi ya hovyo ambayo yanaendelea kinyume na taratibu. Tumesikia zaidi ya biashara karibuni zile za mtandao, karibuni 80% zote kinafanyika kinyume cha taratibu. Lakini wawekezaji wengi wako hapa, wengine wanafanya biashara hata BRELA, hata TIC hawajasajiliwa. Na ndugu yangu Gile Teri yuko hapa. Watu wanapiga pesa hapa hata pale hawajafika kwa ndugu yangu. Lakini maana yake ni nini? Inawezekana turekebisha katika mifumo yetu. Maana yake mtu anaweza kaenda ku BRELA akapata usajili, lakini TIC hajapata registration. Kamati hii imekuja kufungua mambo hayo ambayo yapo, na hii maana yake ni sample tumefanyika hapa Dar es Salaam. Maana yake mambo haya yako katika maeneo mbalimbali. Katika hili maana yake tuna kazi kubwa ya kuifanya kwa ajili ya kuhakikisha tuwalinde wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Hakika kamati hii, taarifa iliyokuja ni taarifa njema zaidi.
Lakini nimefurahi sana kwa uzalendo wenu. Hii taarifa ya siri. Taarifa hii wakati kamati inafanya kazi, wengine kwa kutumia nafasi zao waliweza kuitisha kamati, usifike hapo, usiende hapo, lakini nyinyi mkasonga mbele. Na nishukuru sana taarifa hii mmeileta kwa majina. Watu waliokuwa wanatishia kamati, watu ambao walikuwa wanasema hapana usifanye hivyo, ambayo mngekuwa legerege mngeshindwa kufanya kazi hii. Kwa vile taarifa hii ya siri na mimi itakuwa ni siri. Nitaiwasilisha kwa mamlaka ijue kwamba wakati mamlaka inahangaika, lakini kuna watu wengine wanakwamisha mambo yasiende vizuri. Kwa hiyo niwashukuru sana wajumbe wa kamati kunipatia hii taarifa ya siri. Hii ni siri, siisomi hapa. Ni taarifa ya siri muhimu. Manake hii ni reference point, inawezekana mambo mengi yanakwama kwa vitu kama hivi nchini mwetu. Inawezekana wengine wanatumia status zao, uwezo wao, position na kila kitu. Jambo jema inawezekana lifanyike linakwamishwa. Na hili nishukuru sana katika hili. Bahati nzuri taarifa hii ya siri nishukuru sana. Itakuwa siri. Naomba hii itakuwa siri. Lakini hili manake ni warning kwa baadhi ya watu. Wakati tunashughulikia matatizo mapana ya nchi yetu, watu wengine tuache kuleta maslahi binafsi ya mtu mmoja mmoja kwa maslahi mapana ya taifa. Leo hii ukiona wafanya biashara wanalalamika wa Kitanzania, mitaji yao inafilisika kwa mambo ambayo hayako sawa sawa. Wakati kamati inafanya kazi, wewe unaingiza mkono. Manake lengo lako ni kukwamisha hilo jambo ambalo Watanzania wengi wangepata fursa nzuri. Kwa hiyo nishukuru kwa taarifa hii ya siri, lakini nimesikia mapendekezo yako mengi. Kubwa zaidi kama serikali tutaendelea kuyafanyia kazi. Na hasa pendekezo kwamba idara ya uhamiaji na idara ya kazi wafanye operation maalum ya pamoja kwa eneo la Kariakoo. Kwa vile leo tumepokea taarifa hii, niombe sasa idara ya kazi, uhamiaji, nendeni site. Kapitieni maeneo yote ya Kariakoo kubaini watu wote ambao wanafanya kazi kinyume na taratibu na biashara. Lakini hili niombe kwa mikoa mingine, kwa sababu Kariakoo hapa, tukizungumza Kariakoo tunazungumza mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tuna Arusha, tuna Mbeya, tuna Mwanza, maeneo hayo yote ya miji, tuna Dodoma. Imani yangu kubwa idara zetu za kazi, uhamiaji katika maeneo hayo wataendelea kufanya kazi, sababu eneo hilo hii ilikuwa kama ni reference point, eneo la kuonyesha wapi changamoto hii ilipo. Maana yake ni kwamba changamoto hii itakuwa Arusha, itakuwa Mbeya, itakuwa Mwanza, itakuwa Tanga, itakuwa Dodoma na maeneo mengine. Kwa hiyo sasa idara za uhamiaji katika maeneo hiyo kupitia mikoa hiyo sasa tufanye kazi hizi za operation, lakini tukianzia na Dar es Salaam. Kwa sababu jambo hili lipo na Mheshimiwa Rais amelilalamikia sana jambo hili na amelitoa maagizo. Imani yangu kubwa idara ya uhamiaji na idara ya kazi mtaanza kazi mara moja ya soko Kariakoo, tukifanya kazi as team. Maana ninyi ndio mtaongoza hiyo timu as team kufanya operation Kariakoo, ianze kubainisha watu wote ambao wanafanya biashara kinyume na taratibu hizi. Bahati nzuri imebainika na ninyi ndio wajumbe wa kamati mmeona hayo, ambayo kwa hakika kwamba itatusaidia sana tukio hilo. Lakini hali kadhalika TBS pamoja na tume ya ushindani, mkurugenzi wa tume ya ushindani yuko hapa, na TBS sasa hakikisheni mfanye operation maalum ya pamoja kufuatilia malalamiko ya uwepo wa bidhaa ambazo hazina ubora, ambazo zinaharibu biashara. Mtendaji mkuu wa FCC yupo hapa, ni mwenzako TBS, piteni Kariakoo. Tuwalinde wa Tanzania. Zile bidhaa ambazo hazina ubora fanyeni, chukueni jukumu hili. Kwa hiyo kuna operation ya idara ya uhamiaji na idara ya kazi ya kubainisha wale wote ambao wako pale wanafanya hizi biashara, manake kazi ianze mara moja. Na ninyi FCC na TBS sasa hakikisheni kwamba kazi hii, wekeni vijana wenu, twende kazini, tuwalinde wa Tanzania. Lakini nimefarijika sana kuona kwamba kuwepo kwa kituo jumuishi cha Mnazi Mmoja kile kihakikisha kwamba kinaongezewa idara kwa ajili kuongezea uwezo. Hizi pendekezo ni nzuri. Imani yetu ni kwamba sasa kama mlivyopendekeza timu hii ya wataalamu wa kamati maalum, imani yetu kwamba FCC na wale wengine ambao wanakosekana katika eneo hilo, anzeni kuweka kuongeza nguvu katika eneo hilo, kwa sababu hakikisha kwamba tunalinda wafanyabiashara wetu. Na yale mambo mengine ya upande wa sheria, haya mengine, taarifa hii manake ni taarifa imefika kwa waziri wa viwanda na biashara. Kuna haya ambayo tunayafanyia kazi kwa haraka, na hasa mapendekezo haya ya haraka ya operation ianze haraka.
haisubiri kupokea kuchelewa. Tunaenda katika siku za sikukuu sasa hivi, sikukuu ya Idi na Pasaka. Leo pale utakuta wafanyabiashara wa Kariakoo wa Tanzania hawafanyi biashara kwa sababu wageni wapi. Nendeni mkaanze kufanya operation ya haraka. Wale wote waliobainika, wale wa kwanza tayari tumechukua hatua. Sasa tuendelee na zoezi sasa, actual field work, kuhakikisha kwamba zoezi la operation Kariakoo sasa lianze, kwa sababu taarifa yenyewe imeshaeleza wazi kuna changamoto kubwa hili. Imani yetu kwamba kazi hii itaanza mara moja. Na hili katika upande wa sheria ni jukumu letu kuhakikisha kama serikali kupitia wizara mbalimbali kama zilivyowasilishwa na kamati hii, naomba tuseme tumeipokea. Na mimi taarifa hii nitaiwakilisha kwa waziri wangu, waziri mkuu, kwa sababu mambo mengine ni cross cutting issues za wizara mbalimbali, kuhakikisha mambo mengine yatekelezwa, mambo ya kisheria, mambo ya kisera, yote haya lazima yasimamiwe kwa upana wake. Lakini kwa awali ni kwamba taarifa, ndugu zangu, tumeipokea kama serikali. Yale mambo ya msingi ya operation yaanze, yasisubiri, na yale mambo mengine yote ya kiusimamizi serikali itahakikisha kwamba inafanya kazi kwa lengo kubwa kuona kwamba tunafika mahala pazuri. Mwisho na kisu kwa muhimu, naomba niwashukuru tena. Nikushukuru kwanza naibu katibu mkuu, nimshukuru katibu mkuu, lakini nikushukuru naibu katibu mkuu, ndugu yangu Serera. Jambo hili nilikukabidhi wewe, nikasema ulisimamie, na kwa kweli umefanya kazi kubwa sana sana. Naomba niseme nimepata bahati, nimepata naibu katibu mkuu mzuri mno, bomba, kijana mchapakazi, yuko vizuri, akili bado inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo nikushukuru sana. Nilipokuelekeza jambo hili ulifanya ukalisimamia vizuri zaidi, na hasa kuona kwamba kamati hii jinsi gani inapata miongozo ya karibu zaidi kuona kwamba kazi hii inafanyika vizuri. Nikushukuru sana Profesa Eda Tandiruoga. Nikushukuru sana. Huyu dada bado mbichi, kijana mdogo. Ameenda kufanya jambo kubwa la taifa letu hili. Ingekuwa mtu mwingine angeogopa, sasa mimi bado angeogopa kulifuatilia jambo hili kwa kina. Hii taarifa hii inaonyesha kwamba jinsi gani mlikuwa serious katika hii kazi. Profesa, Mungu akubariki sana na akuinue. Safari yako bado iko ndefu, akuinue Mungu. Amen. Kabisa. Akuinue. Umesimamia vizuri. Lakini washukuru sana wajumbe wa kamati. Sana. Wajumbe wa kamati mmefanya kazi kubwa. Kazi hii mmeifanya kiuzalendo. Ukiangalia taarifa hii kwa kina humu ndani, kama tusingefanya kazi kiuzalendo tusingefika hapa. Uhamiaji, jeshi la polisi, kazi, kila eneo. Hakuna aliyoachwa. Ndugu yangu Terry yupo hapa. Yaani hakuna aliyoachwa. FCC. Hapa angalia basi vizuri, afu FCC nao mnajiambia kabisa FCC fuatilie. Maana nini? Mlikuwa loyal, ama sio? Na mlikuwa wazalendo. Kila mtu ana kisu kinakata pale pale. Kama mimi nina makosa inaonekana ni makosa. Swala vibali vinatoka bila utaratibu, uhamiaji upo, kazi ipo. Maana kamati hii imeonyesha uhalisia. Kama tungekuwa wa binafsi tungeneza kamati ya kupika, taarifa ya kupika. Taarifa ya kupika ni ile yenye kujipendelea, haionyeshi matatizo ya kutatua matatizo hii. Lakini niwashukuru sana kwa kweli, sana. Sana. Niwashukuru sana. Kwa kweli mmefanya kazi ya kiuzalendo ambayo ni kubwa kwa maslahi ya taifa letu hili. Sasa operation zianze kwa mujibu wa kamati hii. Hii ni serikali kubainisha sasa wafanyabiashara pale Kariakoo, lakini naamini na mikoa mingine sasa, kwa sababu kuna zile idara ya kazi na uhamiaji. Kazi hii itaenda katika maeneo mengine, tuwalinde wa Tanzania. Leo hii mmesema wafanyabiashara wanachukua, wageni wanachukua mnyororo wote wa biashara. Tokea kiwandani, huko kiwandani anayesafirisha hapa, anafanya clearing and forwarding, anapeleka katika store, anapeleka mpaka kwa mlaji wa mwisho kabisa. Leo hii ndugu yangu Severin Mwishi na wenzake wanapata unyafuzi wa mapato, hata mikopo wakati mwingine wanafilisika. Ni kwa sababu watu wamekamata chain yote, na sio utaratibu huu. Sio utaratibu huu. Kwa hiyo sasa ndugu zangu, operation ianze mara moja. Bahati nzuri taarifa hii sasa iko wazi, inaeleza uhalisia wa mambo haya. Nendeni mkafanye kazi. Idara ya uhamiaji, wizara ya kazi na wengine wote twende tukafanye kazi. Jeshi la polisi, kwa sababu mnafanya kazi hiyo, na jeshi la polisi lazima liwepo kuhakikisha mambo ya enforcement ya sheria inasimamiwa vizuri katika maeneo hayo. Imani yetu ni kwamba sasa kazi inaanza, tuwalinde wa Tanzania kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Hii ndio dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliopewa nchi hii kuongoza wa Tanzania. Imani yake ni kwamba Watanzania wataenda kulindwa, na huu ndio utaratibu wa kuwalinda Watanzania. Na naomba nikuhakikishie mwenyekiti, taarifa hii mimi nimeipokea na kazi ianze, lakini niwahakikishie kamati hii, taarifa hii itafika kwa mamlaka. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawezi kuona jambo hili, inawezekana yeye ana maelekezo mengine yatakuwa ya ziada kuhakikisha jambo hili, lakini itafika kwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu naye ana shughuli kubwa ya kuziunganisha hizi wizara zote kuhakikisha jambo hili linafanya vizuri. Lakini hata hivyo, haya mambo wakati mwingine inakuja taarifa afu mambo yanapotea tu, hata tulizani. Taarifa zinaweza kuwa nyingi kweli kweli, taarifa zinakuja, tume ya kwanza, taarifa kamati, afu hakuna nini kinachoendelea. Taarifa hii tunataka tuifanyie monitoring and evaluation. Utekelezaji wa taarifa hii lazima tuifanyie monitoring, usimamizi na ufuatiliaji. Na hili na kuagiza Katibu Mkuu, Wizara ya Viwanda na Biashara, tengeneza timu na action plan ya kufanya monitoring and evaluation ya taarifa hii. Na vizuri niagize, kila baada ya miezi 6 tukutane wadau wa hizi timu leo ndani, wizara zetu hizi tukutane, mkiratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara. Tukutane tufanye tathmini ya utekelezaji wa taarifa hii. Manake hapa tunazungumza ni kumsaidia Mtanzania. Tukifanya mchezo, taarifa hii itakuwepo, itakuwa miongoni mwa watu watakuja kusoma taarifa hii kama vitabu tu. Ndani ya miezi 6 tu tunakutana. Katika taarifa ile utekelezaji wetu katika mambo ambayo nani? Jambo hili limekoma? Isiwe zima moto. Tunafanya operation ya siku 2-3, baada ya mwaka mmoja utakuta wageni wamejaa pale yako zaidi ya mwaka juzi. Haiwezekani jambo hili. Lazima tunajipima, tuangalie, check and balance. Tuangalie kuna mambo yanaenda vizuri, kama hajaenda vizuri nani bado hajatimiza wajibu wake kwa mujibu wa taarifa. Kwa hiyo Katibu Mkuu, sasa tengenezeni utaratibu. Kwanza utaratibu wa kuangalia jinsi gani tutafanya usimamizi. Lakini kila baadhi ya miezi 6 wizara za sekta husika zikutane kuhakikisha tuangalie utekelezaji wa taarifa hii. Na ninapendekeza zaidi, na mtaangalia nafaa wajumbe wa kamati hii, kwa sababu ndio walikuwa wameona uhalisia ulivyo, kwa kutumia hata kamati hii kaifanya hata kila baada ya miezi 6 kukutana tena katika kamati hii. Hii inafanya ufuatiliaji. Inawezekana mtu mwingine asipate ile uhalisia, lakini kamati hii ingekutana, na sio mbaya sana ukiwaita hawa siku moja, piga chai na korosho ziko pale. Sisi wazee wa Pwani na Walindi tumezoea togwa, weka togwa tutakunywa. Lakini tunafanya tathmini mambo yakoje. Na hapa kuna wengine Wasukuma utatekeleza hata kanyama kidogo, sio mbaya. Kwa hiyo fanyeni utaratibu, tuwe tunakutana kila miezi 6, tufanye tathmini ya taarifa hii, utekelezaji wake ukoje. Kama jambo halijatekelezeka, tujue kama halijatekelezeka nini kifanyike. Hatutarajii tena kama serikali kuunda tena timu yende karudia tena Kariakoo, wakati hapa taarifa hii ime-exhaust kila kitu. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunatekeleza hili jambo humu, tufikie wakati tatizo liishe. Kwa hiyo Katibu Mkuu, nakuagiza nakuagiza, na ikikupendeza mtaangalia timu hii, lakini kila miezi 6 tunakutana, tunafanya evaluation. Kikao cha nusu saa tu kinatosha. Jambo hili limetekeleza kiasi gani? Watu hatutaki tena kilio cha wafanya biashara. Na naomba niwaambie, tusipokuwa makini tutatengeneza Watanzania maskini. Watanzania maskini na waliofilisika. Na benki zetu zitakuwa na defaulters wengi sana, wamechukua mikopo, nyumba zao zitauzwa. Kwa sababu mnyororo wa biashara umeshikwa na wageni, watu wanasuffocate. Lazima, amani yangu kubwa, tuleke agenda ya uzalendo kuwasaidia Watanzania wetu. Na hili ni jukumu letu sote. Lakini kama nilivyosema, upande ule wa sheria, wa kisera, haya mengine tumeyachukua kwa ujumla wake kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Katibu Mkuu, lile ambalo linahusu Wizara ya Viwanda na Biashara lianze mara moja. Pitieni sheria zinazohusu Wizara ya Viwanda na Biashara. Mengine nitafikisha kwa Waziri Mkuu kwa ajili ya wizara zingine. Linalohusu Wizara ya Viwanda na Biashara, upande wa sheria, upande wa sera, pitieni. Na ile sheria, nilizama sio sheria e-commerce. Ikiwezekana, kwa sababu ulimwengu sasa umebadilika, ulimwengu wa kimtandao, ianze mara moja. Keni mchakato haraka. Yale yanahusu Wizara ya Viwanda na Biashara yaanze leo hii, mchakato wake mjipange. Jinsi gani mambo ya kisheria, mambo ya kama policy, yote tuhakikishe tunaweka vizuri. Na mengine kuhusu wizara nyingine, na imani kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, mambo mengine yote yataenda vizuri kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Sababu lengo letu kubwa ni kuhakikisha kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa malezi yake, kwa maelekezo yake na kazi kubwa, lakini washukuru sana wenzetu wa vyombo vya habari. Mmefanya kazi kubwa sana katika jambo hili. Wengine waliniita katika vipindi vya mahojiano, jambo hili likoje, lakini wengi walikuwa wanafuatilia kule site, wanasema kamati ipo, lakini tunaona watu bado wanafanya biashara. Lakini wengi wale wapata taarifa sema kuna watu wengine wameshaanza kukamatwa. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na information tofauti. Maana nini, kazi ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zetu wa vyombo vya habari. Tuendelee kuchapa kazi kwa ajili ya Tanzania yetu. Hakuna mtu mwingine wa kulinda Tanzania isipokuwa ni sisi wenyewe. Baada ya kusema haya, niwashukuru tena. Sasa nimepokea taarifa hii kwa ajili ya kazi, na zile kazi za kwanza, kazi iendelee ya operation,
kazi iendelee. Uhamiaji, watu wa kazi pale Kariakoo, kazi iendelee. FCC, TBS, kazi iendelee. Mambo ya biashara feki pale Kariakoo, watu walinzi wa Tanzania. Asante sana kunisikiliza. Nani lete hiyo kwanza. Sawa, nadhani hili limekaa vizuri.